Naitwa Sara Rafaeli, ninaishi Olasiti Arusha. Nina kaka yangu alichukuliwa tarehe 15 na watu waliojitambulisha. Walikuja na vitambulisho wakisema wao ni maaskari. Wakamchukua wakasema wanampeleka kituo cha polisi kwa mahojiano zaidi. Hao watu walimchukua, walimkuta amelala. Mke wake alimwacha amelala, hajavaa nguo. Kwa hiyo kujua nguo alizozivaa sisi hatukuwa na kujua nguo ni zipi. Maana walikutwa watoto. Watoto ndo walishuhudia tukio, baba yao anavyochukuliwa, anavyobebwa, wakamfunga na kamba, hawakumfunga na pingu. Ila walitoa vitambulisho na vilikuwa vinaonyesha kabisa wao ni maaskari. Kwa hiyo sisi tulijua mtu yuko mikono salama. Wifi alivyoambiwa mke wake, alienda kituo cha kwanza kile cha hapo Mbezi. Akaangalia, akakata na Arabi, hakumkuta. Akaambiwa angalie kituo kikubwa. Alivyoenda kituo kikubwa, hakumkuta. Ilikuwa ni siku ya tarehe 15 mwezi wa kwanza. Alisafiri kutoka, alikuwa anaishi Kongo. Alikuja kumuona baba yake, alikuwa anaumwa sana. Kwa hiyo baba yetu alikuwa ni mgonjwa wa muda mrefu, mwaka mzima sasa umepita. Alianza kumwa mwaka juzi, mwaka jana yote mpaka mwaka huu. Alivyochukuliwa tarehe 15 mwezi wa kwanza, baba yangu alifariki tarehe 22 mwezi wa kwanza huo kwa pressure ya kumwaza mtoto wake. Alionana naye, alifanikiwa kuenda kumuona. Alivyorudi alipotea. Alichukuliwa na hao watu ambao tuliulizia vituo vyote. Hamna kituo hata kimoja kiliesema kuna askari alienda kushika mtu. Mpaka sasa hatujui alipo. Tumeendelea kutafuta vituo. Hata juzi tulipomaliza kuzika, wifi alienda tena kuulizia kituoni. Akaulizia, akaambiwa nenda kituo kikubwa. Alipofika kituo kikubwa, hakukuwa na kitu chochote cha kuonyesha kwamba kuna mtu alikamata hiyo siku. Mpaka sasa hatujui alipo. Tunaomba jamani wananchi, kama kuna mtu amemuona, picha yake itakuwepo hapo, mtaiona. Mtujulishe kama kuna mahali amewekwa au ametupwa, ameonekana. Tujue baba amefariki tarehe 22 mwezi wa kwanza kwa pressure. Kwa kusikia mtoto wake amebebwa na watu wanaojiita askari, na maaskari wote wanasema hawajamuona wa kituo cha Dar. Tunaomba msaada wenu wananchi. Alikuwa anajishughulisha na kazi za madini huko Kongo. Alikuwa ni mchimba madini na mke wake alikuwa tu ni mama wa nyumbani huku Tanzania. Ana watoto wake 4. Hawana baba. Amechukuliwa mbele yao akiwa wanatazama. Walikuwa hawajavalia nguo za kiaskari. Walikuwa wamevalia kiraia, lakini gari yao waliokuja nayo ilikuwa ni gari nyeusi iliyoonekana kwenye CCTV kamera pale kwa jirani yao. Namba T572 DGP ambayo ndio iliondoka na kaka yangu na hao maaskari. Kama kuna mtu anaifahamu hiyo gari, ataweza kutusaidia kwamba hiyo gari iko wapi. Tunaomba pia vyombo vya habari tusaidie kusambaza kwenye mitandao ya kijamii. Tumpate ndugu yetu akiwa vyovyote vile, ili mradi awepo tu. Akiwa hai ingekuwa inapendeza zaidi, maana ni tegemezi la familia. Hamna, yeye ndio mkubwa kwenye familia yetu wa kiume. Mwingine ni mdogo ambaye ndo anamfuatia. Kwa yule alikuwa kama tegemezi, na ndo baba alikuwa ametarajia kwamba huyu mtu ametoka huko anakuja hapa kuja kunisaidia kuendelea kucheki matibabu zaidi. Anakuja kuambiwa na yeye baada ya kwenda kurudi kupeleka watoto shule Januari. Walikuwa maaskari 6 waliomchukua. Waliokuja wakajitambulisha kama maaskari walikuwa watu 6. Takriban mwezi na wiki inaenda ya pili hii sasa. Ikifika Jumapili tarehe 1
Itakuwa amemaliza mwezi na wiki 2 tangu amepotea. Ameondoka, na sio kupotea, maana alichukuliwa watoto wakiwa wanaona. Sio kwamba ni mtu aliyepotea, ni mtu ambaye alichukuliwa, na waliomchukua hakuna aliyewaona zaidi ya watoto tu. Hajawahi kugombana na mtu, na alikuja kushughulikia pasipoti yake kwa ajili ya biashara yake. Sio kwamba iliisha, pasipoti ilikuwa bado, ila biashara aliyokuwa anaenda kuifanya ikawa ni kubwa. Akaambiwa nenda ukashughulikie passport iwe kubwa kutokana na biashara ambayo sasa nataka kuingia kuifanya. Ndio kilichomleta Tanzania. Tarehe ya kuja Tanzania ilikuwa ni mwezi wa 12, lakini ni tarehe za mwishoni. Sina kumbukumbu vizuri. Alivyotoka Kongo, alivyokuja Tanzania mwezi wa 12, tarehe za mwishoni. Ndio akaja akamwona baba, kakaa naye wiki moja. Alivyorudi kupeleka watoto shule tarehe 15 ndo akachukuliwa Singida nyumbani. Baba alikuwa Singida Makiungu pale hospitalini. Alitoka Dar akaja Singida kumwona baba. Baadaye akarudi akapeleka watoto shule Dar es Salaam. Ndo hapo alipokaa siku ya kwanza, ya pili akakamatwa kabla hajawapeleka watoto shule. Hatuna imani na uhai wake kwa maana hatujui alipo, hatujui ni mzima, hatujui yukoje, hatujui hana mateso au ana amani au amewekwa wapi, hatujui.